mwalimu wangu? Yanasema mwalimu. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Sasa sikiliza. Kama Yesu hana mama, alizaliwa na nani sasa? Yeye hana mama. Na watu wote ambao wamezaliwa na mama. Tunaambia kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Alafu ule Mkristo anakaa pale anakana anasema Yesu hana mama. Twende. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Safi. Kulikuwa hivi. Ndio. Mariamu mama yake. Sasa sikiliza tena. Kumbe Mariamu mama yake Yesu. Wewe ni nani unakuja kubisha unasema mama Yesu hana mama? Mtu huyu kakangu shati ni ya black. Naenda kama vile alipokuja. Amani ya Mungu yapo pamoja na. Asante. Unasema unaitwa nani? Martin Shikuku. Ama Martin Luther. Karibu katika mkutano. Asante. Una swali unaweza kutuuliza? Niko sawa. Uko sawa? Aha. Islam. Islam kuna matatizo huko ndani. Wale msije mkaona ni mchezo. Yaani msiba. Sheikh, tafadhali nikupe kazi kidogo. Utaweza ama uwezi? Jo. Haya. Waislamu unaona tu hii kazi ngumu. Wallahi kazi ngumu sana. Yaani mtu anakuja kule hapa anakaa pale alafu macho makavu anakuambia Yesu hana mama. Na vitabu vyenyewe vinasema kwamba mama Yesu ako na mama ambaye ni Mariamu. Alafu yule anakuja na bisha. Wamesema uko sawa, una swali, si ndio? Wewe umesema ni Mkristo. Si ndio? Aha. Kwani Mkristo na Muislamu kuzungumza mambo ya Mungu katika nchi ya Kenya kuna hatia? Hakuna hatia. Safi. Wewe ni Muislamu, mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo, mimi ni Muislamu. Unaonaje tuungane wote tuwe Waislamu? Ama kitu gani kinakuzuia kuwa Muislamu? Hakuna. Uko tayari kuwa Muislamu? Haina tatizo. Uko tayari sasa hivi? Waislamu takbir. Hiyo nimefuta. Wendeni huko Waislamu bwana, mimi sikubali. Mimi sikubali. Kwa hivyo sisi Waislamu, ngoja wacha niwaambieni kitu kimoja. Waislamu sisi dini ya haki. Hesabuni kwanza. Dini ya haki. Mtume wa haki. Kitabu cha haki. Mungu wa haki. Pepo tumeahidiwa. Alafu tunakuwa wanyonge. Waislamu takbir. Takbir. Hasan. Yaani leo nakuonyesha maiki lakini mimi nakaa naye mwanzo mpaka mwisho njoo. Silimisha huyo alafu rudisha maiki hapo. Ndugu yangu Uislamu ni kufuata tu maneno vile wewe Sheikh atazungumza, sawa? Songeza kwanza, chukua kiti chako njoo hapo na tumbele hapo. Ndugu yangu, amani ya Mungu iwe juu yako. Kwa majina nikumbushe. Mati. Uko tayari kuwa Muislamu? Ondoa kofia kwa kichwa. Tulieni sasa. Huyo ni mzee. Acha tumetii amri. Ndugu yangu, utarudia nyuma yangu. Kwanza tutaanzia kwa lugha ya Kiarabu, kisha tuende kwa tafsiri. Sawa? Sema Bismillahi Rahman Rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullahi. Hapo tumemaliza katika Kiarabu, lugha ya Kiarabu. Tunarudi katika tafsiri ya Kiswahili, sawa? Sema nimekubali, nimetamka kwa ulimi wangu ya kwamba hakika Mungu ni mmoja tu na Mtume Muhammad ni mtume
wa Mwenyezi Mungu, na Yesu yaani Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu, si Mungu wala si mwana wa Mungu, bali ni mtume kwa wana wa Israeli. Nimekubali na kuamini. Mungu, nipe nikikuwa katika dini ya Uislamu. Mwenyezi Mungu, nimekubali na kuamini. Mungu, nisaidie. Hapo umemaliza. Kimebaki kitu kimoja, kwa sababu Biblia inasema, ukisoma Isaya 62:2, Mwenyezi Mungu anasema kisha jitenga na ushirikina, ukikuja katika njia ya Mwenyezi Mungu, umekubali Mungu ni mmoja, unachagua jina jipya. Hiyo ni Biblia. Unakuwa jina ya Kiislamu ambayo inamaanisha mambo mzuri, kwa sababu ukisikia Charles, unajua maana ya Charles, endo mwambie atafsiri jina hiyo ni kitu kingine. Sasa utachagua jina mpya ya Uislamu. Kuna Ibrahim, kuna Muhammad, kuna Isa, kuna Yahya, Zakaria, Ismail, Yusuf, Isaac. Katika hiyo majina yenye nimekuchagulia, ni gani bora kwako? Abdullahi. Abdullahi, msomaji wetu ule, nyosha mkono. Kama wewe ni Abdullahi, unaitwa jina Abdullahi, nyosha mkono. Abdullahi, nyosha tu mkono. 1, 2, 3, 4, 5. Naombeni kanzu kama 2 ama 3. Yuko wapi huyu hapa? Ama kuna kofia? Wewe tulia. Sijalazimisha, lakini kwa hiari. Mtoe mwingine. Huyo machunga. Yeye alikutangulia. Ni first come first serve. Ndugu yangu, tafadhali. Kaka, amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Pia nawe. Safi. Unaitwa nani? Boniface. Karibu katika mkutano. Mkutano wa Kiislamu, mkutano wa kidini, au una shaka? Hebu kuna swali lolote unaweza uliza? Lakini nilikuwa nataka kuprove kwamba Yesu ni Mungu. Ulikuwa unataka kuprove kama Yesu ni Mungu? Kwa prove Yesu ni Mungu. Aha. Sasa huyu kaka ni mzuri. Alikuwa anataka kuprove kama Yesu ni Mungu. Sisi Waislamu tunasema Yesu sio Mungu. Nyinyi wa Kristo ndio mnasema Yesu Mungu. Mpe mwalimu wangu mic. Mpe kwanza. Mpe Charles swali hilo. Anataka kujua kwamba Yesu ni Mungu. Tito 2:13 Biblia. Soma. Salama. Soma. Anataka kujua Yesu ni Mungu. Tito 2:13. Ndio. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Safi. Na mfunuo utukufu Kristo Yesu. Mungu mkuu. Na mwokozi wetu. Imeshajibu swali. Hiyo imekatika hivyo. Umepata? Nimepata. Yesu nani? Ni Mungu. Asante, mpe mwalimu wangu. Yohana 3:7. Yohana 7:3. Ndio. Inasema kwenye kuandika. Wewe tunaenda kwa Yesu mwenyewe. Yohana. Sisi hatuendangi hivi ben. Tunaendaga tu direct, si ndio? Si tunaenda kona. Kama wewe ni Abdullahi nakuja tu kwa Abdullahi vipi? Hii mambo siji nini hiyo, achana nayo. Hiyo maneno unazungumza hata sio Yesu. Twende. Yohana 7:3. Ndio. Inasema nini? Inasemaje? Nimefika. Yohana 7:3. Ndio. Huyo mtu abenge huyo. Yohana 7:3. Sikiliza ndugu yangu. Inasema nini? Sikiliza Yesu mwenyewe vile anavyozungumza. Twende. Basi ndugu zake wakamwambia. 17:3. Samahani, 17:3 Yohana. Nilikuwa kidogo ndio hivyo. 17:3. Safi. Na uzima wa milele ndio huo. Subiri. Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu.
Sawa? Wakujue wewe. Ngoja kidogo tu. Naomba samahani lakini ndugu yangu Charles kidogo kaa hapa na yeye kaa hapa, angalia maandiko. Naomba tu tafadhali kwa heshima tu. Hivyo. Mpe kwanza maiki. Huyo anasema na uzima wa milele ndio huu ni nani? Yesu. Safi. Mpe. Na uzima wa milele ndio huu. Ndio. Wakujua wewe. Mpe maiki. Yesu anasema wakujua wewe. Kuna mwingine si ndio? Angesema wanijue mimi, angesema wanijue mimi, sawa? Kuna maana kwa Yesu anaashiria mwingine, wakujue wewe, si ndio? Wamjue Mungu. Sijauliza ni nani. Yesu anasema wakujue wewe, kuna mwingine, si ndio? Hakuna mwingine. Hebu turudia tena. Yesu anasema wakujue wewe. Na uzima wa milele ndio huu. Safi. Wakujue wewe. Mpe mic. Yesu anasema wakujue wewe. Ina maana Yesu anaashiria mwingine, si ndio? Aya, mpe endelea. Hiyo ni class taratibu guy. Wakujue wewe. Mungu wa pekee. Mpe mic. Yesu anasema wakujue wewe Mungu wa pekee. Mpe malizie. Wa kweli na Yesu Kristo alifanya nini? Na Yesu Kristo ndio uliyemtuma. Yesu anatufundisha, anasema kwamba wakujue wewe Mungu wa pekee. Wewe umesema unaitwa Boniface. Nikisema Boniface unaishi pekee, una mke? Boniface, nisikilize hapa. Hapana, sina mke. Una mke? Uko na mtoto? Sina mtoto. Unaishi pekee yako. Kwa hivyo Yesu anasema wakujue wewe Mungu wa pekee. Na Yesu Kristo aliyofanya nini? Aliyetumwa, si ndio? Bi maana Yesu ametumwa na nani? Kwa hivyo Yesu kama ametumwa na Mungu, Yesu ametumwa na nani? Kwa hivyo kama ametumwa na Mungu anakuwa mtume. Kwa hivyo kama amekuwa mtume, Yesu sio nani? Waislamu takbiri. Subiri bwana. Mpaka hapo umeelewa? Hapo nimeelewa. Yesu sio nani? Yesu sio nani? Yesu ni Mungu. Tusome Yohana 14. Tusome Yohana 14. Asoma Yohana 14, anang'ang'ania hiyo. Yaani hiyo Yesu akisema mimi ni Mungu, nilaza hapo nichape viboko 100. Hakuna mahali popote Yesu ashasema mimi ni Mungu. Ama Mariamu akasema Yesu ni Mungu. Hakuna. Soma 18. Filipo akamwambia nini? Bwana, utuonyeshe Baba. Ndio. Yatutosha. Yesu akamwambia, ndio, mimi nimekuwepo pamoja nanyi safi siku hizi zote. Ndio. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amefanyaje? Amemwona Baba. Aliyemwona Yesu ameona Baba. Sawa, subiri. Hapo subiri. Umetoa andiko mzuri. Aliyemwona Yesu ameona nani? Baba nani? Hivyo ndio alisema. Baba nani? Soma tena. Subiri. Mimi naenda vile umekuja. Kakaangu mimi sikuonei. Mimi nimetoa yangu uzuri, tukakubaliana, lakini ukaruka. Huyo baba nani? Yesu amesema hapo. Huyo baba ni Mungu. Imeandikwa Mungu hapo. Mungu ndiye baba. Subiri. Nikisema mkiniona mimi mmemwona Rais Ruto, itakuwa ni kweli? Bana. Wewe hata maneno yako. Kuna watu walikaa na Yesu, walikuwa wanatembea hivyo na kutana na Yesu hivi. Wanaongea. Wewe watu wenyewe Yesu ashawaambia kabisa mimi sio Mungu. Itakuwaje wewe tu unakuja kula kideri hapo na nini hapo unasema Yesu Mungu? Luka 18:18. Nimalize niende kwa mwingine. Luka 18:18 Luka. Inasema wenye kuandika. Ndio. Wewe angalia hapo, soma hapo, angalia hapo. Tena. Mtu mkubwa mmoja alimuuliza. Subiri. Mpe mic. Upo pamoja na sisi Kabisa. Tena mtu mmoja mkubwa akamuuliza. Sawa? Mpe mwalimu wangu. Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema. Akasema nini? Mwalimu mwema. Subiri, mpe mic. Yesu alikuwa anatambulikana kama mwalimu, si ndio?
Si alikuwa anajulikana ni mwalimu. Safi eh? Anaitwa mwalimu mwema. Yesu ndiye ni mwalimu wangu na wewe na wengine, si ndio? Hawa watu walikuwa wanakaa pamoja na Yesu. Alimwendea akamuuliza mwalimu mwema, sawa? Sawa? Uko sawa? Uko sawa. Mpe. Mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Ndio. Yesu akamwambia, mpe maji. Ameulizwa Yesu swali, si ndio? Nani anastahili kujibu? Yesu. Ampa jibu sasa Yesu. Yesu ndiye anajibu. Yesu akamwambia nini? Mbona unaniita mwema? Sikiliza, Yesu anauliza, anashtuka. Wewe mbona unaniita mimi mwema? Hakuna aliye mwema. Anasema hakuna aliye mwema ila mmoja. Nani? Naye ndiye. Nani? Naye ndiye. Nani? Mungu. Yesu anasema nani? Hakuna aliye mwema ila Mungu. Kumbe Yesu anatambua hakuna aliye mwema ila 12. Islam takbiri. Allahu akbar. Takbiri. Allahu akbar. Yani ni kama kusumbuana tumpe. Wewe hii itikadi ya kusema Yesu Mungu. Narudi tu kwako tena. Hii itikadi ya kusema Yesu Mungu. Kuna mahali popote. Nisikiliza swali langu. Haya mimi nimesoma ni maneno ya Yesu personally amezungumza. Sawa? Mimi naomba hivi na wengine nyinyi wote hapo. Mahali popote Yesu mwenyewe binafsi kama mimi hapa. Sawa? Aseme mimi Mungu. Ipo. Andiko lolote. Yesu anasema mimi Mungu. Nisikilize swali langu. Niabuduni. Nisikilize swali langu. Yesu anasema mimi Mungu. Niabuduni. Ipo. Ipo andiko. Ipo maika ananyosha mkono. Ipo. Hakuna. Lakini mpo huyo. Waislamu takbiri. Allahu akbar. Ashasema hakuna. Lakini hii lakini mpe maiki kwanza. Wewe unaenda kanisa gani? Mimi Kristo. Unaendaga kanisa gani? Catholic. Wewe unaenda Anglican? Sawa. Kweli? Kwa hivyo Jumapili utaenda Anglican? Kanisa yote tu karibu, wala mimi ni Mkristo. Acha wewe. Mungu huyu Yesu ni mmoja, mpa mwalimu wangu maiki. Huyu Yesu ni mmoja. Kanisa ziko kama 18,000. Yesu mmoja, Biblia moja. Kanisa 18,000. Huyu Roman Catholic, kuna mwingine wa Anglican, kuna mwingine wa full gospel, kuna mwingine half gospel, kuna mwingine helicopter of Christ, kuna mwingine finger of Christ, kuna mwingine siji Israeli Nineve, kuna mwingine Mkorino, kuna mwingine siji kuna mwingine siji anaitwa Lejo Maria. Yaani nyinyi jamani. Hii lakini anatoka hapa, anaenda hapa anafungua kanisa yake yeye na bibi yake. Anaweka picha yeye na bibi yake. Hiyo ni personal yake. Kija hapa inakuja kwangu. Huyu Yesu anasema ni Mungu. Alizaliwa? Ako na mama? Yesu huyo Mungu alizaliwa? Alizaliwa. Ako na nani? Ako na mama. Kwa hivyo huyu Yesu Mungu wako ako na nani? Ako na mama. Huyu Yesu Mungu ako na mama. Mama anaitwaje? Maria. Huyu Yesu, huyu Maria aliumbwa na nani? Na Mungu. Huyu Mungu mwenyewe ndio Yesu, si ndio? Mungu alikuwa. Ngoja subiri, twende taratibu. Huyu Yesu Mungu alimuumba Maria. Huyu Yesu Mungu ndiye alimuumba Mariamu, si ndio? Huyu Yesu Mungu ako na mama anaitwa Maria. Huyu Yesu Mungu ndiye alimuumba Maria, si ndio? Tuko pamoja? Mungu, aje nikwambie subiri, tutakuja huko. Tunamaliza hii point. Yesu Mungu. Tunakubaliana mpaka hapo. Yesu ni Mungu, sawa? Yesu ni Mungu. Yesu Mungu ako na mama. Anaitwa nani? Maria. Huyu Maria ameumbwa na nani? Na Mungu. Huyu Mungu ndio Yesu, si ndio? Mungu, ngoja subiri kwanza. Huyu Yesu ndio Mungu, ako na mama anaitwa Maria. Huyu Yesu ndio ameumba Mariamu, si ndio? Huyu Mariamu
ndio mama Yesu, si ndio? Subiri, nataka kuelewa, kuna kitu nataka nielewe. Huyu Yesu ako na mama. Mama huyu Mariamu ndiye alimbeba Yesu tumboni, si ndio? Zungumza kwa mic. Mariamu aliumbwa na Mungu ambaye ni Yesu. Mungu huyo. Huyo Yesu Mungu, Mariamu akambeba wapi? Tumboni. Tuko pamoja? Sawa. Huyu Yesu Mungu amebebwa na Mariamu tumboni. Nisikilize vizuri my point. Huyu Mariamu alikuwa na mwabudu nani wakati amebeba Mungu tumboni? Alikuwa anamwabudu Mungu. Mungu. Huyu Yesu ndio Mungu. Mungu, huyu Yesu ni Mungu. Huyu Yesu ako na mama yake anaitwa Mariamu, ambaye Mariamu alimbeba kwa tumbo, sawa? Akaenda akajifungua mtoto. Nisikilize vizuri. Yesu Mungu amebebwa na Mariamu tumboni. Wakati Mariamu amembeba Yesu tumboni. Inafika siku za kujifungua, mama anataka kujifungua, sawa? Anaenda Pumwani hospital. Kuna madaktari hapo, si ndio? Wameumbwa na nani? Na Mungu. Ambaye ni huyo Yesu, si ndio? Mariamu na tumbo lake toka. Anasikia uchungu. Shika hapa. Mungu ananiuma hapa. Shika hapa. Sio mtoto Mungu. Madaktari wameumbwa na Mungu. Wanakwenda wanamshika Mariamu, wanasema sukuma mtoto, sukuma Mungu. Mama anasukuma mtoto ambaye ni Mungu Yesu. Subiri, nisikilize. Huyu Yesu ndio Mungu na amebebwa na Mariamu tumboni. Mariamu amefika siku zake za kwenda kujifungua, ako Pumwani, anasukuma mtoto, analia. Hiyo maneno ni tamu, kuna maana sasa. Unaitwa nani? Unajua shida nimeingia pale. Waislamu msijali. Pale ukiona wanapiga kelele pale, shida nimeingia. Hiyo itikadi sisi kama Waislamu hakuna. Mungu. Kennedy, nimekuona umekuja hapo. Una nia gani? Mimi nimepitia hapa siku kadhaa. Nakaanga ile pande ya chuma. Nakaanga pande ya chuma ile. Ukisikiza maneno ya Sagodi. Bas. Yaani bana, umesikia maneno ya Sagodi bana, ukaamua wacha niingia hapo, si ndio? Naishi na kujaga hadi saa zingine nakaa hapa. Na burungo yako hii? Na burungo yangu hapa. Mazee, ikifika 6:30 ndio mazee unafunga muhadhara. Ndio mimi najitoa naenda napima riziki yangu mazee ambayo Mungu amenipatia. Ngoja kubless juu mazee. Na maneno yenyewe mimi nasikianga hapa. Ndio. Waislamu inaongeanga ukweli. Waislamu wanafanyanga nini? Wanaongeanga ukweli. Waislamu sikizeni kwanza hapo, tulie jamani. Sheikh ukapikipiki. Apia. Sikiliza hii maneno huyu anazungumza, unapata kusikiliza. Unasema Waislamu wanafanya nini? Wanaongeanga mambo ya ukweli. Wanazungumza mambo ya ukweli kuliko Wakristo. Dini ni moja. Dini ni moja ambaye ni gani? Islam. Waislamu takibiri. Allahu Akbar. Waislamu takibiri. Allahu Akbar. Mimi siku zote naambia kwa Muislamu jibunie, usio mnyonge. Hebu angalia ule. Na Mungu ni mmoja. Sote anakaa hapa, ametambua dini ni hiyo moja. Na Mungu ni huyo. Mungu ni mmoja. Anasema Waislamu wanaongeanga ukweli. Hata kama mimi ni mrasta. Jo. Doesn't matter. Doesn't matter na hiyo rasta man jo. Wewe baza madamu tosha tambua Sagodi ni moja. Kwa hivyo uko tayari kwa Muislamu? Ndio. Haya. Wewe tulia wewe, so umepata thawabu. Abdulrahman yuko hapa. Abdulrahman. Kuja hapa. Yaani leo nyinyi, yaani kiwanja hichi chetu tu hapa. Wewe sio ushapata thawabu. Tulia na Abdulrahman pia apate thawabu. Ama vipi mshikaji wangu? Huyu shekhe, huyu namheshimu sana. Yaani huyu haya. Hakuna maneno mengi, madamu ushaamua kwa tu shahada. Shika hiyo kipande kingine. Shika maiki mkono wa kushoto. Sema audu billahi minashaitani rajim. Bismillahi arrahman rahim. Ashhad Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu.
Rasul. Sasa utaongea kwa Kiswahili, utanipata vile nitasema, sawa? Ndio. Sema nakubali. Nakubali. Kwa moyo. Kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi. Na kutamka kwa ulimi. Ya kwamba. Hapana Mungu mwingine. Hapana Mungu mwingine. Apasaye kuabudiwa. Isipokuwa. Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Na nakubali. Na kusema kwa ulimi. Na kusema kwa ulimi. Ya kwamba. Muhammad. Ni mtume. Mmoja wa Mwenyezi Mungu. Na Isa ambaye ni Yesu, si Mungu wala si mwana wa Mungu, bali yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa wana wa Israeli. Takbir! Allahu Akbar! Ushakuwa Muislamu sasa. Ulikuwa unaitwa Kennedy, sio? Ndio. Sasa hii Kennedy tunaweka kwa bahasha, tunaifunga narudisha huko kwa Trump. Unaonaje? Haina shida. Uchague jina mzuri la Kiislamu. Unataka jina gani? Jamal. Jamal. Takbir! Majina ni kama hayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waislamu takbir. Waislamu naombeni kitu. Ladies first. Yeye. Kuja. Ladies first. Shika mic. Sio Muislamu, si ndio? Umefanya kazi ya safari kwa muda mrefu sana hapa Isili, si ndio? Unauzia usio Waislamu. Wewe unaonaje dini ya Uislamu inakaaje? Iko poa. Uko tayari kuwa Muislamu jiunge kama sisi? Uvae kama vile Maria. Angalia mama Kiislamu hapa. Angalia, cheki hapa, cheki hapa. Mariam alikuwa anavaa hivi. Cheki huku, mimi nazungumza nawe. Mariam alikuwa anavaa hivi. Ushaona zile mvumivu za Yesu zile? Mariam mama yake alikuwa anavaa hivi. Yesu mwenyewe alikuwa anavaa kanzu kama hivi. Na ashiria wote ni Waislamu. Unasemaje? Utaki? Kwa hivyo hata utaki mambo ya Yesu. Utaki hata maneno ya Yesu. Isome kwa Biblia. Maneno ya Yesu ni sawa. Hata Biblia yenyewe inasema Yesu alikuwa Muislamu. Wewe unaamini? Waamini? Wewe mwalimu wangu, kuja na Biblia hapa. Kuja na Biblia hapa, fanya haraka. Fanya haraka. Dada angalie. Kwa Biblia inasema Yesu ni Muislamu. Ukipata kwa Biblia Yesu ni Muislamu utafuata. Zungumza kwa mic. Utakubali? Utakubali? Utakubali, si ndio? Waislamu takbiri. Luka 4:16. Chap chap. Fanya haraka haraka. Muonyeshe. Muonyeshe. Akaenda Nazareti. Safi. Muonyeshe. Akaenda Nazareti. Safi. Hapo alipolelewa. Naam. Na siku ya Sabato akafanya nini? Akaingia katika sinagogi. Mpe mic. Huyo nani? Yesu. Malizia. Akaingia katika sinagogi. Safi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Mpe mic. Yesu aliingia sinagogi kama ilikuwa desturi. Maana desturi unajua? Kawaida ya mtu, si ndio? Kawaida ya pesa akipita hapa Isli kwa muhadhara, lazima apitie hapo kwa muhadhara asikili. Kwa hivyo kawaida Bwana Yesu siku ibada alikuwa anaingia katika nyumba inaitwaje? Synagogue. Synagogue ni lugha ya Kikuyu, ya Kijaluo, Kikamba, Kimeru, Kiluya, Kiteso, Kikalenjin, Mijikenda, Kisomali. Lugha gani? Kibro sio? Kibrania. Kibrania. Kwa hivyo wale tafsiri maneno magumu ya Kibrania waliongozwa na roho nani? Wa Mungu. Wanaweza kukosea? Hawezi, ndio? Mfungulie Biblia mwenyewe akisomee. Soma. Nini? Wewe. Baby tafadhali. Tafadhali baby tulia bwana. Tumwafanye. Biblia Yesu tabua msikitini, kanisa hapo. Soma vizuri. Labda umekosea. Mwalimu wangu usiteleze tafadhali. Muonyeshe, soma. Tulia. Kwa hivyo kumbe sinagogo ni nini? Zungumza kama hivi. Msikiti. Kwa hivyo Biblia inatambua nini? Msikiti, sawa? Yesu kabila yake Myahudi. Wakati wa ibada alikuwa anaingia msikitini. Dini yake gani? Muislamu. Kwa hivyo Yesu kama Muislamu anataka vitu vya dini gani? Saa ngapi? Waislamu takbir. Takbir. Saa
ngapi Faith? Hata mimi nilikuwa kanisani, mimi hapa. Mimi nilikuwa Mkristo asili kabisa, tena gangari. Niangalie mimi, acha kuangalia wale nyuma. Gangari mimi hapa. Na kitambulisho changu nikikuonyesha utaona. Bado majina ya zamani huko Kristo. Lakini niliposoma vitu kama hivi nikaona kumbe hii hata hakuna. Yesu sio kanisani, Yesu msikitini, nikamfuata. Unasemaje tu wote? Sikulazimishi lakini. Unasemaje wote sisi wote tuwe na Yesu ndani ya msikiti? Buibui hapa kuna hawa mama watakunulia tu saa hizi. Unasemaje dada? Bado. Kwa hivyo maneno ya Yesu hutaki. Kwa hivyo maneno ya Yesu hutaki, si ndio? Maneno ya Yesu hutaki? Angalia juu. Ambia Mungu sagodi, mimi naenda kufikiria maneno ya Yesu alafu nitakuja kufanya. Mwambie Mungu, mimi nimesikia lakini nitakwenda kufikiria. Mwambie. Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma, naye si mwingine bali Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dada, ongea kwa chombo. Unaelewa Kiswahili? Hapana. Kiingereza? Iko Uganda. Okay. We will talk English, okay? Yes. Is there anybody who have pushed you to be in Islam, or it is your choice? The first, iko the smart. Talk. The second, iko the boss wangu, iko Muslim. Mashallah. Bosi wake ni Muislamu. Ya pili tena na ya mwenyewe alipenda asilimu na hakuna mwenye amemlazimisha. My sister, to be in a Muslim, Yes. just you will follow me what I will say, okay? Show one finger. Yeah. Repeat what I will say, okay? Yes. Repeat what I will say. Say ashhadu Ashhadu an la ilaha an la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa shahadu anna anna Muhammad Rasulullah wa Rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah.